Mpendwa mtazamaji wa Baraka Television, mwanga wa matumaini ya ukombozi, ninakukaribisha asubuhi ya leo kutafakari kwa pamoja masomo ya asubuhi ya siku ya leo. Ninajua Mungu amekuamsha mapema na mwenye afya, ikiwa leo ni tarehe 24 mwezi wa 4, siku ya Ijumaa tulivu kabisa ambayo Mungu ametupa siku ya leo, na ninajua unajiandaa kwenye majukumu yako ya siku zote, majukumu yako ya kawaida. Na namshukuru Mungu kwamba Mungu ametupa nafasi hii tukutanike hapa kupitia chombo hiki cha Baraka Television. Na kabla tujaendelea, natamani tumshukuru Mungu sote kwa pamoja. Baba, tunakushukuru kwa neema na uzima ambao umetupa siku hii ya leo. Pokea shukrani, pokea heshima kwa sababu ya ukuu wako. Asante kwa mtazamaji ambaye umempa nafasi asubuhi ya leo ya kutafakari pamoja naye neno lako la uzima siku hii ya leo. Mungu aliye hai, Mungu aliyeumba mbingu na nchi, ninakuomba usaidie msikilizaji wangu na mtazamaji wangu akapata kupokea ujumbe ambao umekusudia yeye apokee asubuhi ya leo, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Ndugu mtazamaji wa Baraka Television, asubuhi hii ya leo neno letu la tafakari tunapata kutoka na kiongozi kalenda, masomo yetu mawili ya kanisa la Moravian Tanzania. Katika kiongozi kalenda yanasomeka hivi. Kitabu cha Agano la Kale ni kitabu cha Yeremia sura ile ya 4 mstari wa 3b. Nasema, ulimeni udongo katika konde zenu, wala msipande mbegu kati ya miba. Ulimeni udongo katika konde zenu, wala msipande mbegu kati ya miba. Na somo la pili kwenye Agano Jipya tunalipata katika kitabu cha Luka sura ya 9 mstari wa 62. Unasema, Yesu akawaambia, mtu aliyetia mkono wake kulima akisha angalia nyuma hafai kwa ufalme wa Mungu. Yesu akamwambia, mtu aliyetia mkono wake kulima kisha akaangalia nyuma hafai katika ufalme wa Mungu. Basi ndugu mtazamaji wa Baraka Television, mwanga wa matumaini na ukombozi, ninatamani tupate tafakari kidogo ya masomo haya mawili ukiwa unajiandaa kwenda kwenye majukumu yako, na Mungu akusaidie na atusaidie, Roho Mtakatifu atusaidie kuelewa na maandiko haya. Tukianza kitabu kile cha Yeremia, kuna tafakari ya mambo kadhaa ambayo tutajifunza au tunaweza kujifunza asubuhi ya leo, yatatusaidia katika maisha yetu ya kila siku. Jambo la kwanza, natamani tuelewe kwa pamoja nini maana ya neno hili au andiko hili ambalo mtumishi wa Mungu Yeremia alipewa na Mungu kusema na taifa la Israeli. Na kama unakumbuka, Yeremia ni mmojawapo wa manabii wakubwa ambaye ametumika katika Agano la Kale, na aliitwa na Mungu akiwa kijana kabisa kuja kutumika kwa watu wa Mungu, taifa la Israeli. Aliitwa kuhubiri kwenye taifa la Israeli, hasa upande wa kusini wa taifa hili ambao wakati ule iliitwa Yuda, na alihudumu kwenye kipindi cha mwisho cha utawala wa kifalme wa Yuda, wakati huo kabla ya Yerusalemu haijakaribia kubomolewa. Na lengo kubwa la nabii Yeremia, ujumbe mkubwa wa mtumishi wa Mungu Yeremia ambao Mungu alimpa ndani yake kuhubiri kwa habari ya taifa hili, ilikuwa ni kwa habari ya kuwatahadharisha watu waache dhambi, watubu na warudi kwa Mungu. Kuwatahadharisha watu waache dhambi, watubu na warudi kwa Mungu, ndio ilikuwa kiini hasa cha ujumbe wa mtumishi wa Mungu nabii Yeremia. Lakini katika mstari huu tuliosoma kuna ujumbe mwingine ambao nabii Yeremia anazungumza na taifa la Israeli, na huu ujumbe tunaweza tukauelewa vizuri hasa tukiangalia pia kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 13 kuanzia mstari ule wa kwanza mpaka wa 9. Unaweza kaelewa kidogo kuunganisha na huu kwa hii mistari kutoka kitabu cha Mathayo sura ile ya 13 mstari wa 3 mpaka wa 9. Neno la Bwana linasema, akawaambia mambo mengi kwa mifano. Huyu ni Yesu akisema, tazama, mpanzi alitoka kwenda kupanda, na hata alipokuwa akipanda, mbegu nyingine zilianguka karibu na njia, ndege wakaja wakazila. Nyingine zikaanguka penye miamba pasipokuwa na udongo mwingi, mara zikaota kwa udongo kukosa kina, mara zikaota kwa udongo kukosa kina, na jua lilipozuka ziliungua, na kwa kuwa hazina mizizi zikanyauka. Nyingine zikaanguka penye miiba, ile miiba ikamea ikazisonga. Kwa unaweza kuona hapa anazungumzia pia swala la miiba, na nabii Yeremia anasema, ulimeni udongo katika konde zenu, wala msipande mbegu kati ya miiba.
Kwa nini usipande mbegu kati ya miiba? Yeremia anasisitiza kwamba watu wa taifa la Israeli wanapoenda kwenye mashamba yao kulima, wakisha lima wasipande mbegu kati ya miiba. Maana wasipande mbegu kati ya miiba maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba wanatakiwa watoe miiba iliyopo hapo shambani. Na Yesu mwenyewe katika huu mfano ambao tumekuwa tukiusikiza mara nyingi, kama wewe ni mfuatiliaji wa Biblia na unajifunza neno la Mungu, utakuja kuelewa Yesu aliwahi kutoa mfano huu. Ukisoma katika Agano Jipya, mfano wa mpanzi aliyeenda kupanda mbegu. Kwa hiyo anasema katika hatua za kupanda mbegu, yule mpanzi alipanda mbegu katika miiba, na anasema matokeo yake baada ya kupanda mbegu katika miiba, miiba ikazisonga zile mbegu, hazikukua vizuri. Kwa hiyo maana yake ni kwamba asubuhi ya leo, ndugu mtazamaji, unapaswa kupata ujumbe huu kwamba unapoenda kupanda, ametumia mfano nabii Yeremia kama mpanzi. Wewe unaweza kuwa ni mpanzi kwenye eneo lako la kazi. Sio wote ni wakulima. Katika kazi yako ya mikono unaweza kuwa ni mpanzi, unawekeza kwa ajili ya maisha yako. Lakini unapowekeza eneo ambalo kuna miiba kwenye eneo lako, inaweza kuwa ni chuki na wenzako. Hiyo inaweza kuwa miiba kwako. Na ukiwekeza katika hilo eneo hauwezi kupata matunda. Kwa nini? Kwa sababu hiyo miiba, hiyo chuki na kama mwiba itakuzuia wewe kupata matunda. Hautatoa matunda vizuri. Chuki ni dhambi, au miiba tunaweza kusema ni dhambi yoyote na ikihusisha hiyo chuki. Kwa hiyo dhambi yoyote unapoenda unapoiweka au unapoiendekeza au unapokuwa nayo, inakuzuia kukupa matokeo mazuri. Kwa hiyo anapotuambia nabii kwamba tusipande mbegu kati ya miiba, manake tusiweke uwekezaji, tusifanye uwekezaji maeneo yenye chuki. Ukimchukia ndugu yako, maandiko yametuambia sehemu nyingine, wewe unakuwa kama muuaji. Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo vitakuzuia kupata matokeo. Kwa hiyo tunasisitizana asubuhi ya leo, na Roho Mtakatifu akusaidie, Mungu akusaidia unapoingia kwenye uwekezaji wako kupanda mbegu, hakikisha unapanda eneo zuri ili upate matokeo mazuri. Mimi sijui unajishughulisha na kazi gani au unafanya shughuli gani ya kukuingizia kipato, lakini ninakwambia asubuhi ya leo, kama vile nabii alivyotufundisha katika mstari huu, ukiweka miiba itakuzuia kupata matokeo ambayo unatamani uyapate kwenye maisha yako. Lazima ujifunze kuondoa miiba. Nabii anasema, ulimeni udongo kati ya konde zenu, wala msipande mbegu kati ya miiba. Usipande mbegu kati ya miiba. Miiba ni kitu chochote kinachoweza kuzuia usipate matokeo. Inaweza kuwa chuki, inaweza kuwa usaliti, inaweza kuwa jambo lolote baya ambalo unalifanya, ambalo unajua hili jambo ni machukizo. Kwa kulingana na neno la Mungu, ili upate matokeo lazima upande. Yesu akatoa mfano akasema, mbegu zilizoanguka kwenye miiba ile ikazisonga zile mbegu, hazikuweza kutoa matokeo. Kwa hiyo miiba yoyote ukiruhusu kwenye maisha yako, inakuzuia usipate matokeo. Ni muhimu sana ukaangalia ni mwiba gani upo kwenye maisha yako. Ni mwiba wa aina ipi upo kwenye maisha yako? Je, ni chuki? Je, ni kuwawazia wengine mabaya? Je, ni kuwasema wengine vibaya? Ni kuwasengenya? Ni mwiba upi upo kwenye maisha yako? Ni mwiba upi? Je, ni uzembe kazini? Asubuhi ya leo fikiria, uzembe kazini unaweza kuwa ni mwiba kwako, na unaweza kuzuia usipate matokeo ambayo unatamani uyapate kwenye kazi yako. Je, ni moyo mgumu wa kutokumwamini Mungu? Watu duniani tuna imani tofauti tofauti, lakini asubuhi ya leo nakufundisha juu ya Yesu Kristo, imani ya kumwamini Yesu Kristo. Unapokuwa umefungua moyo wako kumwamini Yesu Kristo, Yesu atakusaidia kwenye kazi zako. Yesu Kristo atafanyika kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na atakusaidia kwa sababu yeye ni msaada. Yeye atakusaidia. Sasa hiyo hali iliyokuwa inakufanya kuzuia kusaidia matokeo, hiyo hali ya mwiba inatoka kwenye maisha yako, kwa sababu Yesu ukimwamini anao huo uwezo. Sasa ukiwa na moyo mgumu, utakuwa ni mwiba kwako. Moyo mgumu wa kutokumwamini Yesu utakuwa ni mwiba kwako. Kwa hiyo ili uweze kushinda miiba yote hiyo, jambo la muhimu ni kumwamini Yesu Kristo moyoni mwako, awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ukianza kufanya jitihada za kwako binafsi za kuondoa hiyo miiba, utashinda. Lakini ukimwamini Yesu Kristo, Yesu Kristo atakusaidia kutoa hiyo miiba. Sisi kama wanadamu tunayo maamuzi yetu, na maamuzi haya yanaweza kufanya tufanikiwe au tusifanikiwe. Lakini nakushauri asubuhi ya leo, uamuzi wako wa kumwamini Yesu Kristo utakusaidia katika vitu vingi. Utakusaidia kuondoa miiba inayokuzuia wewe usifanikiwe. Yamkini unapambana ni kazini, kwenye masomo yako, eneo lolote lile ambalo huko unajishughulisha nalo ili upate matokeo ya maisha yako, unamhitaji Yesu akusaidie. Unaviona vizuizi, unaiona miiba, unamhitaji Yesu akusaidie kwenye hiyo miiba. Tumezungumza vitu vingi, lakini kwa asubuhi ya leo naomba niishie hapa kukusisitiza ni mwiba gani unaokuzinga.
Ni mwiba gani unakuzuia usifanikiwe? Muamini Yesu, atakusaidia kuondoa huo mwiba. Kama unaishi maisha yasiyofuata kanuni, unaishi kiholela, muamini Yesu, atakupa mpangilio mzuri wa maisha, atakupa kupangilia mambo yako. Naomba kama umepokea ujumbe huu asubuhi ya leo, uungane na mimi tumshukuru Mungu na nikutakia baraka za Mungu asubuhi ya leo. Baba, nakushukuru kwa ajili ya mtumishi wako huyu ambaye ameungana nami asubuhi ya leo kutafakari neno hili kutoka kwa mtumishi wako Nabii Yeremia. Na Bwana, umesema na moyo wake, umezungumza na maisha yake. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo, naomba umsaidie kwa jambo lolote ambalo anapitia kwenye maisha yake, ikiwa ni moyo mgumu wa kutokuamini wewe, ikiwa ni dhambi inayomzinga kwa wepesi asubuhi ya leo inamzuia asifanikiwe. Mungu, ninaomba umsaidie afanikiwe katika jina la Yesu Kristo. Msaidie akuamini wewe kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, ili apate kupiga hatua kwenye maisha yake. Ni wakati huu wa uamsho ambao umekusudia kila mmoja afanikiwe. Utukufu wa Mungu wa mwisho ambao ni mkuu kwenye nyumba ya Mungu kuliko ule wa kwanza ukamfikia hapo alipo na akapata kuvuka kwenda hatua nyingine kwa njia ya kuamini wewe. Najua hautamwacha, utakuwa pamoja naye. Na sasa najiandaa kwenda kazini. Mungu aliye hai, naomba msaidie katika kazi zake za mikono. Kama ulivyosema utabariki kazi ya mikono yetu, naomba ukabariki kazi ya mikono yake. Ikiwa ni mfanya biashara, ikiwa anafanya kazi za ofisini, ikiwa ni mwanafunzi anaenda kwenye masomo, ikiwa ni mtu yote ambaye anaenda kujishughulisha jambo lolote lililo halali katika nchi yetu, Bwana, naomba baraka yako iwe juu yake, usimwache, piganie, mtetee katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ulikuwa na mimi mchungaji wako, Mchungaji Zakaria Mpembela, mchungaji kutoka kanisa la Moravian Tanzania, Jimbo la Kusini Magharibi. Bwana awe pamoja nawe, amani ya Bwana iwe pamoja na wewe. Amen.